Ugumu wa kucheza na Yanga huko sio timu ya kubeza, na wenyewe wana uwezo wa kupambana na wakatoa ushindani. Kwa hiyo unapokwenda kucheza nao lazima ujiandae vizuri, na of course sisi tulijiandaa vizuri kuja kucheza. Yaani kwenye upande wa maandalizi, ndugu zanguni waandishi wa habari, kwenye upande wa maandalizi mechi hii, maandalizi yamefanyika kwa 100%, yaani kwenye ile perfection kabisa maandalizi yalifanyika. Ni basi tu imetokea wakati mwingine sio riski, lakini kusema ukweli maandalizi makubwa yamefanyika, na sisi tunaamini tunayo timu ya kucheza na kushinda mbele ya Yanga, kwa sababu hilo limeonekana kwenye mechi zote 3 ambazo tumecheza ndani ya msimu huu. Raundi ya kwanza Kombe la Muungano na raundi ya pili ni yeye ndiye ambaye anaponea chupu. Kwa sisi we are very proud ya kwamba sasa mnyama amerejea kwenye heshima yake ya Kariakoo Derby. Amen. Wapinzani wetu hawakuwa tayari kuja kucheza Meja Jenerali Samuel, na wakatumia nguvu kubwa. Hii unayoiona wana rekodi sehemu kuna matope alafu wanakuja wana publish. Hii ni sehemu ya nje tu, lakini ndani wamefanya juhudi kubwa mno za kutaka kuakhirisha mechi hii isichezwe Meja Jenerali Samuel, lakini mamlaka zikasimama thabiti na hatimaye mechi imechezwa. Sijajua wao mentality yao ni ipi, lakini pengine wanaogopa Meja Jenerali Samuel, pengine sijui nini, lakini kimsingi ni kwamba hawakuwa tayari kuja kucheza katika uwanja huu. Zimesimamiwa kanuni sawasawa na hatimaye wamekuja kucheza, na kila mmoja amepata kile ambacho anastahili kupata. Nyie mmeuona uwanja hapo na hili bodi ya ligi hasa idara ya habari mnapaswa kulichukulia kwa usirias wake kidogo, kwa wale wote ambao wanakuwa wanachafua taswira ya mpira wetu. Ni hapo mechi imechezwa, mmeona kuna tope ambalo lilikuwa linazungumzwa jana. Kwa hiyo watu walikatafuta kaeneo, wakaenda wakatimba pale kutengeneza mazingira kwamba uwanja ni mbaya, na sisi waandishi ambao tuko hapa uwanjani tukaibeba kama ilivyo, tukaamua kuchafua taswira ya mpira wetu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba wamefanya juhudi kubwa za kutaka mechi zichezwe hapa, lakini finally mechi na wamepata matokeo ambayo kwao ni matokeo mazuri. Sasa wakati mwingine wanajitia hofu tu wenyewe, wakati mwingine ndio ile tu kutaka kubisha kila kitu, lakini wamekuja Meja Jenerali Samuel na wamepata sare ambayo kwao ni nzuri. Kwa wakati mwingine ni vema tukaacha mpira ukachezwa na kila mtu akapata anachostahili. Umesema wamepata matokeo ambayo ni mazuri kwao. Wengine si mazuri, na wao wanasema kama tutashangilia baada ya tarehe 5. Nothing to celebrate. The sare ambayo tumeipata haitupi nafasi kubwa sana ya kujivuna tunapotazama msimamo, lakini kwa mpinzani ambaye tayari alikuwa ameshaingia kwenye 18 zako alafu ghafla anachomoka, haikupi ile authority ya kushangilia moja kwa moja. Lakini ukikaa ukiangalia maendeleo ya timu yetu nasema yes, tuna kila sababu ya kujivunia timu yetu. Tumefunga magoli mazuri ya kimpira, hasa goli la kwanza, juhudi kubwa na kazi kubwa za mwamba wa Lusaka Clatous Chota Chama, ambaye alifanya runs za kutosha na akaja akatoa assist kwa Libase Jeye, goli la kimpira, lakini goli lake yeye mwenyewe mwamba Lusaka ambalo kimsingi ndio goli bora la msimu huu katika ligi kuu ya NBC, sababu magoli ya tikitaka huwa hayanaga mjadala sana. Likishafungwa goli la tikitaka basi tunafunga mjadala kwamba hili ndio goli bora la msimu. Kwa hiyo goli la Chama, goli bora la msimu, na of course alistahili kuwa nyota wa mchezo hii leo, na sisi tunajivunia maamuzi tuliyofanya mwezi wa kwanza mwaka huu
ya kumrudisha mwamba Lusaka. Mechi zote mbili za ligi kuu, mechi zote mbili kwa maana ya fainali ya kombe la Muungano pamoja na hii zimeamriwa na akili na miguu ya Chama. Simuona kwa mtu mmoja anika aweze kucheza dakika 120. Jamani, tumemaliza maswali